tuna takwimu ambazo pia zimetokana na tafiti kama nilivyosema awali. Watanzania tuko milioni 62 kutokana na sensa iliyopita hapo. Na katika tafiti ambazo zilifanyika mpaka mwaka 2022 kuna visa vipya 45,000 kwa kukadiria kwa mwaka. Hivyo ni visa vipya, yani kwamba ndani ya mwaka mmoja umegundua watu 45,000 kati ya milioni 62. Okay. Si ndio Sasa hiyo ni takwimu ya mwaka 2022, huwa inakuwa reviewed na kuwa updated kila baada ya miaka miwili. Kwa labda baada ya muda kidogo tutasikia takwimu mpya. Na hizo zinatokana na tafiti ambazo zinafanyika kwenye hospitali pamoja na jamii. Na kati ya hawa wanakadiriwa watu karibia 30,000 ambao wanapoteza maisha kutokana na saratani. Haimaanishi kwamba kati ya wote 45 wote 30 wanakufa, hapana. Lakini kumbuka mwaka huu ukipata 45, mwakani ukapata 45 wengine, mwakani wanakuwa kama wanaongezeka. Hiyo inaitwa prevalence, ndio ambao na wenyewe wameitaja kuwa angalau kwa mwaka tuna prevalence ya watu 90,000 wenye saratani. Umeona? Kwa hiyo sio kwamba wote 45 wanabaki 15, hapana. Kwa sababu wako wengi wametokea miaka ile ya nyuma. Yes, hiyo ndo ambacho naweza kusema. So in short ni karibia, tukikajua ni karibia kila siku, na maana karibia watu 150 wanagundulika na saratani. Ndio. Na tunaweza tukazitaja saratani ambazo zinaongoza pande zote mbili, kwa maana ya wanaume na wanawake, maana hazifanani. Tataja 2 au 3 kwa kila mmoja. Kwa wanawake inayoongezeka hasa ni shingo ya kizazi. Ndio, saratani ya shingo ya kizazi. Sio saratani ya kizazi. Saratani ya shingo ya kizazi. Na wakati mwingine wanaita saratani ya mlango wa kizazi. Yes. Alafu ya pili ni saratani ya matiti kwa wanawake. Sasa ya tatu inategemea na kanda ulioko, lakini kwa kanda yetu ya kaskazini tunaona wagonjwa wenye saratani ya umio, esophagus. Yes. Umio ni sehemu ya mwanzo ya koo, lakini kwa maeneo mengine kuna ukiachana na kanda yetu, kanda nyingine zina saratani sana ya utumbo mpana. Hiyo kama ikiwa ya tatu. Kwa hiyo inategemea na ni kutokana pia na mazingira. Kwa wanaume inayoongoza kabisa ni saratani ya tezi dume. Si ndio? Alafu inayofuata kwa kanda yetu sisi ni saratani ya umio kwa wanaume. Alafu ndipo inakuja saratani ya utumbo mpana. Hiyo inaweza ikabadilika kutokana na kanda na ni kutokana na mazingira pia eneo husika. Yes. Kwa tukurejea tu ulichokisema mara ya kwanza, mazingira yana influence kubwa sana, ni yana mchango mkubwa sana. Na watafiti ambao tupo kanda hii, maana pia nashiriki kama tafiti, tafiti zinaendelea kujua hasa ni kitu gani kinasababisha, lakini pia ni kitu gani tufanye. Yes. Kwa mikoa inaongoza Tanzania hapa, mikoa ipi ambayo inaongoza kwa saratani? Hiyo inaweza kidogo ikawa biased kwa sababu kutoa ripoti ya saratani haiko consistent kwa kila mkoa. Kwa mfano takwimu ambazo tulizipata kutoka, tuna takwimu za kitaifa kabisa zimetoka miezi michache iliyopita. Tulionekana kwamba kanda hii ya kaskazini ndio tuna wagonjwa wengi, lakini ni kwa sababu ya huduma za uchunguzi na watu ambao kanda ya kaskazini na watu ambao wanatafuta huduma, lakini kama hiyo ingefanyika mikoa mingine kama ilivyo hapa, pengine ingekuwa juu. Kwa kuitranslate kidogo tunapata ukakasi, lakini kwa sababu namna ya kuireport hatujawa consistent. Yes. Wakati mwingine utaona kama inaweza kaongoza wakati mwingine, na ni kwa sababu kipindi cha nyuma huduma za saratani zilikuwa kwa mtu anatoka Kilimanjaro anaenda kwa utaambiwa lakini unakuta ni kwa sababu ya hivyo vitu ambavyo hatujaviwaza. Yes. La mwisho ni kutoa rai, moja kwa mtu binafsi, mtu mmoja, pili kwa jamii kama jamii, 3 kwa serikali.
Tukianza na mtu mmoja mmoja, kuanzia mwanzo nimekuwa nikisisitiza sana habari za uchunguzi wa awali na kujua dalili za awali za saratani zinazoongoza ambazo hizi zinapatikana tu kama mtu na smartphone, ukigoogle yani vinakuletea vyote. And kama ukipata hiyo shida usisite kuonana na mhudumu wa afya. Inakuwa ni bahati kwako kupata saratani ikiwa bado hatua za awali kabla haijawa hatua za baadaye ambazo matibabu yake yanakuwa magumu kidogo. Na ukipatikana ukiwa na hizi dalili na ukaonekana kwamba wewe una saratani, matibabu yapo. Uzuri sasa hivi serikali imeweka nguvu katika kutoa matibabu haya. Saratani za miaka 6, 5, 10 nyuma huduma zilikuwa zinapatikana sehemu chache sana. Sasa hivi sehemu zimeongezeka. Kwa kanda yetu ya kaskazini tuna KCMC ambapo kuna huduma hizo za matibabu ya saratani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinawezekana. Lakini pia ni kuangalia mitindo yetu ya maisha. Kila mmoja namna unavyoishi, unavyokula, unavyofanya mazoezi. Kuna miongozo ambayo inakwambia fanya mazoezi kwa kiasi gani kwa mwanaume na kwa mwanamke. Ni mazoezi gani? Mazoezi sio tu kunyanyua chuma. Mazoezi ni kutembea, ni kukimbia, ni kuruka kamba. Wakati mwingine ni kujog tu baiskeli na vitu kama vitu ambavyo vinafanyika tukiwa kweli tunataka kubadilisha mitindo ya maisha. Lakini pia kupunguza matumizi ya vitu hatarishi, sigara, pombe, punguza vyakula vilivyosindikwa. Angalia mlo unaokula. Lakini pia kuna tabia hatarishi ambazo zinasababisha saratani zinazosababishwa na infection. Kwa mfano, angalia watu unaokutana nao kwa maana ya jamiana na vitu kama hivyo, si ndio? Chanjo kama zipo kwa ajili ya saratani husika na wewe ni mtu ambaye unaweza kupata, ni muhimu. Haya, hapo tumemaliza kwa mtu binafsi. Kama una mtoto, naomba niongeze, kama una mtoto wako na wa kike kati ya miaka 9 hadi 14, hii chanjo ipo na ni bure kwa ajili ya kirusi anayesababisha saratani ya shingo ya kizazi. Sawa. Kwa jamii, ninachoweza kusema kutokana na namna ambavyo jamii ina mchango mkubwa kwa matibabu ya saratani, jamii iongeze nguvu kutafuta elimu sahihi. Kama ambavyo Dr. Faraja unatusaidia, hii ni kuleta uelewa katika jamii. Kwa hiyo huenda ukisikiliza leo unamwalika na mwingine unamtumia mwingine ili iwezekane kwamba tuwe na taarifa sahihi, si ndivyo? Lakini pia epuka kuongea vitu ambavyo vinaweza vikarudisha nyuma maendeleo ya mgonjwa kwa maana ya kumuinfluence namna ya kudecide kama hauna uhakika nacho. Lakini jamii kiujumla ni kuchunguzwa. Kila mmoja, makanisani wafanye kwa sehemu yao kukumbushana. Wataalamu wa afya mara zote tuko tayari kuja kutoa elimu. Wakati mwingine tunazitafuta nafasi hizi. Kwa hiyo kama kuna namna ambavyo unaweza ukaiweka katika kanisa, ukaweka katika msikiti, maana ndio watu wanapokutanika. Masokoni mnaweza mkamuita mtu akawaelewesha. Tuko tayari kwa sababu tunadhani tukiweza kukinga inakuwa inatupunguzia mzigo wa wagonjwa wengi wanaotufikia. Kwa serikali kwanza nishukuru kwa namna ambavyo imeongeza hospitali ambazo zinaweza kutoa hizi huduma kwa support kubwa ya vifaa na tiba, lakini pia ni kuongeza nguvu katika tuko milioni 62. Hospitali zinazotoa huduma za saratani bado hazitoshelezi. Kwa hiyo aidha kuwezesha hospitali ambazo ziwepo ziweze kutoa tiba za saratani, kuwezesha wataalamu kwa maana ya kusomesha, na serikali inafanya vizuri sana hapo, lakini iongeze pia, lakini pia kuwezesha takwimu sahihi za saratani. Maana siri ni namba. Ndio, ukijua namba inasaidia kujua tunaelekea wapi, tumetoka wapi, na utaweza kujua tusahishe wapi. Hapo kusupport watafiti. Tafiti nyingine zinatumia gharama kubwa. Serikali ikiweza kusupport inakuwa vizuri sana. Kiujumla naweza nikasema hivyo.